Bana, ngoja tumuongelee Yusuf Kagoma katika klabu ya Simba na performance yake, lakini role ambaye anacheza katika klabu hiyo. Jamaa anaweza katika eneo la namba 6, lakini ni namba 6 ambaye anaweza kugarantii kitu kimoja tu, kuzuia, defensive only. Lakini kama unahitaji namba 6 ambaye ana uwezo wa kuzuia, kutengeneza mashambulizi kama ilivyo kwa timu zingine barani Afrika na barani Ulaya, hasa zile timu ambazo ni more competitive, yani zenye uwezo mkubwa wa kushindana, lakini pia zinahitaji kufika katika hatua kubwa katika mashindano. Kwa Yusuf Kagoma hawezi kukuofa game passing, hana game passing nzuri, lakini pia hana uwezo wa kudribble, yani kuiondoa timu katika phase ya kwanza kwenda katika phase ya pili. Sasa athari zake unaziona wapi? Pale ambapo anakutana na timu inafanya highline pressing, ni haikupi uwezo wewe wa kuanzisha build up kuanzia eneo la nyuma. Hapo ndo sehemu ambapo unaona kuna weaknesses kubwa ya Yusuf Kagoma. Nafikiri kama Simba wanahitaji kushindana zaidi kuelekea msimu unaofuata, wanahitaji kutafuta kiungo namba 6 mwenye uwezo wa kuifanya timu kuprogress mashambulizi kuanzia katika eneo la chini. Nimemuona Ibrahim Jabbar, ana uwezo mkubwa sana wa kukaa na mpira eneo lenye pressure, passing game yake ni nzuri, very technically, lakini pia ana uwezo wa kufanya timu ikaweza kutulia, controller. Kwa Yusuf Kagoma nafikiri kwa Simba anatakiwa kwenda kutafuta kiungo mwingine. Sidhani kama ni kiungo ambaye anaweza kukusaidia hasa katika zile games zenye intensity kubwa. Mfano tu kwa upande wa Young Africans, iwapo kama wangekuwa na utulivu katika zile actions zao za mwisho, kuna incident mbili ambazo zilitokea katika mchezo wa jana zingeweza kuathiri Simba kwa kosa tu la Yusuf Kagoma. Kwanza back pass zake, lakini pia positioning yake, watch wakati anapokea mpira. Kwa hiyo binafsi Simba anataka kutafuta kiungo nambari 6. Kazi ipo.